Na kwa upande wetu tukimaliza, tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba. Mnamo siku ya Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati ibada ya Jumapili ikiwa inakaribia kuisha, ibada yenye mlengo wa unabii unaosema unabii mzito kuhusu nchi na sadaka, mpaka mafuta ya Bwana MWB James Onea alitoa maneno ya unabii kuhusiana na ujio wa malaika 7 wa upatanisho katika taifa letu la Tanzania, na haya ndio yalikuwa maneno yake. Kumbuka mtu wa Mungu, niliona malaika 7 wakiwa wamesimama juu ya taifa la Tanzania, na wale malaika, amen, ni malaika wa reconciliation. Na nikamwona mmoja wa wale malaika 7, amen, amesimama katikati ya nchi hii na taifa hili la Tanzania, katikati ya nchi. Amen. Mtu wa Mungu, zikiwa zimepita siku 25 tu baada ya unabii huu kutolewa na mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea, tumeshuhudia mwanzo wa uhalisia wa utendaji kazi wa malaika hawa maridhiano waliokuja kutenda kazi katika nchi yetu ya Tanzania, kwani siku ya Alhamisi ya tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026, kupitia vyombo vya habari tumeshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza kwa habari ya kuundwa kwa tume ya maridhiano Tanzania bara. Na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Hakika huu ni mwanzo wa utimilifu wa kiwango cha juu sana cha unabii huu, sehemu ya pili Tanzania bara, ambapo sehemu ya kwanza tulishuhudia utimilifu wa maneno haya ya unabii yakitimia Tanzania visiwani, ikiwa ni siku 4 tu kupita baada ya unabii huu kutolewa na mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea. Tulishuhudia siku ya Alhamis ya tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026, Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo wakifanya maridhiano ya pamoja. Tokea katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Naomba wahusika sasa waendelee na zoezi la utiaji saini kwa mujibu wa utaratibu uliopangwa tukio hili muhimu la kihistoria. Ni hakika na kweli ya kwamba maono ya nabii wa Bwana hayatadondoka chini, kwani kama tulivyoshuhudia mwanzo wa utendaji kazi wa malaika hawa, ndivyo watakavyosimamia kazi hii na kuikamilisha. Mtu wa Mungu, baki umebarikiwa. Asante.